Kwa namna kipekee naomba tumshukuru sana mzee wetu Mzee Abdalla Kibadeni kwa kuweza kutupa fursa ya kuja kutembea eneo lake ambalo amewekeza kwa ajili ya kuendeleza mchezo wa soka hapa nchini. Tunakushukuru sana mzee wetu. Tunashukuru sana viongozi wa UMSOTA wakiongozwa na mzee wetu Mr. Lusozi kwa kuweza nao kuungana na baraza la michezo kuja kumpa joto mzee wetu na kuona vijana ambao wanaibuliwa na akademi yake, tuone wana changamoto zipi na nini tutakifanya kwa ajili ya kuhakikisha mnasonga mbele. Nawapongeza sana UMSOTA. Ndugu zanguni wana michezo, mmepata fursa ya kuja kucheza kuendeleza vipaji vyenu kwenye ardhi ambayo iko chini ya mzee Kibadeni, mzee ambaye ana historia yake kwenye mpira hapa nchini, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla. Kukanyaga ardhi hii kwako ni motisha tosha ya kuja kufanya vizuri kwenye jambo ambalo unataka kulifanya kuendeleza kipaji chako cha mpira wa miguu. Itumieni fursa ya kuwa mojawapo wa wachezaji ambao mmeibuliwa na akademi ya mzee Kibadeni, kuhakikisha kwamba kipaji chako unakikuza na kinakupa chance ya kuchezea timu kubwa ili uje kuwa lulu na tunu ya kutumikia taifa letu kwenye timu yetu ya Taifa Stars kwa miaka ijayo. Kadumishe nidhamu, lakini pia umoja, upendo na mshikamano ili malengo ambayo mmejiwekea muweze kuyafikia kwa vitendo na muyaone hivi karibuni kuanzia miaka michache kutoka sasa. Ili ninaomba sana mlizingatie. Sasa kwa kutumia akademi ya mzee Kibadeni na baraza la michezo, tunatumia fursa sasa kuomba wote ambao wana hizi akademi za kuendeleza vipaji vya soka wafanye kazi zao kwa weledi na kwa moyo wa dhati, uzalendo uliotukuka, wajitoe ili kusudi nchi yetu miaka michache ijayo kuanzia sasa iwe na wachezaji ambao watasababisha timu zetu kubwa ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa wasione haja ya kuchukua wachezaji kutoka Kongo, kutoka Malawi, Zambia na kwingineko, kwa sababu vijana ambao tutakuwa tumewapika hapa watakuwa wanajitosheleza katika namba zote ambazo zinatakiwa kucheza ndani ya uwanja kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Sasa ili tufikie malengo hayo, lazima mjitoe mkipata nafasi ili tulizike na kipaji chenu. Vilabu vikubwa vile visishawishike kutoa watu nje, na hata timu yetu ya Taifa Stars ipate wachezaji walio bora zaidi na hatimaye kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Mzee wangu mzee Kibadeni, tumetembelea eneo hili lote ambalo unalimiliki wewe. Nakupongeza sana kwa sababu umeligawa eneo lako katika masuala ya kiuchumi. Kuna eneo umetenga kwa ajili ya soko kwa watu eneo hili. Lakini pia masuala ya kijamii, tumeona umejenga msikiti pale. Lakini pia tumeona umejenga uwanja, umetoa eneo kwa ajili ya uwanja huu ili watu wote ambao wanataka kucheza waweze kucheza. Eneo hili ni kubwa. Ukiangalia ukubwa ile eneo inatosha kwa ajili ya kuweka viwanja vingine kama basketball, volleyball, handball na netball. Basi Baraza la Michezo la Taifa BMT, tutumie nafasi hii kuwaomba Watanzania, wafadhili wote walioko maeneo mbalimbali hapa nchini. Mzee Kibadeni yupo, ana akademi yake na anahitaji msaada wa hali na mali kwa ajili ya kuweza kusaidia vijana hawa. Ameshasema ametenga eneo kwa mtu yote ambaye anaweza kujenga hosteli ili vijana hao wanakaa hapa. Eneo hilo lipo, dispensary ipo, shule imejengwa pale kwa ajili ya masomo, kila kitu hapa kiko vizuri. Kwa hiyo kama kuna mtu anataka kumsaidia mzee, aje amuone, atampa eneo aweze kuliboresha. Academy hii yangu ya Kibadeni International Soccer Academy nimeanzisha hiyo baada ya kuona kwamba uwezo sasa wa kucheza mpira kimashindani umenishia. Sasa iliyobakia nitafute kitu ambacho kinaweza kikaendesha maisha yangu. Kwa hiyo nilianza kwenda kusoma. Bahati nzuri serikali ilinisaidia, ilinipeleka Ujerumani kwenda kusoma ukochi baada ya kuona kwamba nastaafu kucheza mpira. Kwa hiyo nilienda Ujerumani nikachukua coaching. Nimetembea sana nchi nyingi katika kujifunza kufundisha mpira. Kwa hiyo nimeanzisha kituo hichi kwa sababu nilipe na mimi fadhila kwa serikali, ilinipeleka mimi kwenda kusoma. Kwa nini na mimi nisifanye kazi kwa wananchi wake, kuweza kujua hichi ninachokijua mimi. Nimeanzisha kituo hichi tangu mwaka 2013 nikiwa na wachezaji kama 8, 9, 10, lakini kadri siku zinavyokwenda wachezaji wanakuja. Nao wachezaji wengi tu wamepitia kwangu na wako nje huko wanacheza kwenye vilabu vingine. Kwa pambana ya kutaka kujua niwe bora. Na mimi nilikuwa namfuatilia sana mchezaji wa Brazil Pele, akiitwa King Pele.
Mimi ndio nilikuwa namfuatilia yeye akivaa jezi namba 10 na mimi jezi yangu niliweka namba 10. Wakati ule ilikuwa uoni kwenye television, ilikuwa magazeti tu, kuna picha unazitoka unamwona Pele kapiga tiktaka kafanya nini, na mimi nakwenda hangaika kwenye michanga huko na rukaruka na mwiga yule alivyokuwa akifanya. Na wallahi nasema namshukuru Mwenyezi Mungu amenisaidia nimeweza kuona matunda sasa ya kile nilichokuwa nikifanya. Sasa na mimi nawaambia vijana, si hawa tu, vijana wote, mpira sasa hivi ni ajira. Kwa kweli tumefarijika sana, ndio maana tumeongozana na viongozi wote wa Msota kuja leo hapa kwa mwalimu wetu kuja kuangalia kituo chake jinsi anavyoongoza wa vijana. Kwa kweli sisi tumefarijika sana. Mwalimu pia ni mwenzetu Msota, kiongozi mwenzetu katika umoja wetu wa maveterani huko. Sisi kama Msota tutamkabidhi seti moja ya jezi kwa sababu ya kuwakabidhi hawa vijana wao. Kwa hiyo tutamkabidhi mwalimu seti ya jezi ya Msota, na nyinyi vijana mnapocheza mechi zenu hapa mnavaa iwe ukumbusho kwamba kuna babu zetu walituletea jezi kwa niaba ya mwalimu wetu Abdalla King. Kwa hiyo nashukuru sana mwalimu kwa kulea hawa vijana katika mazingira magumu, kwa sababu ni mazingira magumu sana ambayo unalea hawa vijana. Kwa sababu hiyo unatoa sadaka, sio yani unatoa sadaka, Mwenyezi Mungu atakubariki sana ya. Tunapenda kuwashukuru Baraza la Michezo kutupa vifaa hivi kuanzia mpira. Tunaahidi kwamba tutavitumia, tutavitunza na tutaendeleza vipaji vyetu. Kikubwa tunawashukuru na tuwaombea Mwenyezi Mungu aendelee kuwabless, aendelee kutukumbuka na aendelee kujua kwamba mzee bado yupo hai, anapambana na vijana, na aendelee kumsaidia, kumsupport kwa kila vijana hawa waende kuongeza vipaji vyao na kuja kuwa tegemezi kwenye timu ya taifa na kwenye klabu zao za Tanzania.